وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخوة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Watukufu wa Islam, tutanguliza shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa afya mpaka muda huu, akatupa taufiki tukajitambua kaja hapa. Shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah, hamtotaka jambo isipokuwa atake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndani ya mwezi wa Shaaban. Leo ni Shaaban 25, bado siku 4 au siku 5 kuingia mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao ni waumini, mmeandikiwa, mmefaradhishiwa funga kama waliofaradhishiwa funga waliokuwa kabla yenu. Kwa nini funga? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Ramadhani bado siku 5 ifike, lakini katika sisi sote hakuna hata mmoja ana uhakika kwamba atafika siku ya mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni siku ambayo ipo katika uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-ayyamu thalatha, masiku yako matatu. Yaumul mabasa, siku ambayo imepita na imekoma, imeisha, hairudi tena. Wa yaumul anta fi, na siku ambayo upo. Wa yaumul ati, na siku ijayo. Katika hizo siku zijazo au ijayo ni Ramadhani, ipo katika mkono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna ambao miongoni mwetu watafika na kuna ambao miongoni mwetu hawatafika. Nasema huu ni mwezi wa Shaaban. Ukisoma katika tarehe ya salafu salih, sahaba na walofuatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa katika mwezi wa Shaaban akifanya ibada kwa wingi. Hata akaulizwa kwa nini, akasema ni mwezi ambao wengi wameghafilika nao, mwezi ambao uko baina ya Rajab na Ramadhani, wameghafilika. Tunakawa anafanya mazoezi katika mwezi wa Shaaban, anajiandaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Salafu salih baadhi yao miezi 6 kabla ya mwezi wa Ramadhani wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafikishe mwezi.
na katika ambayo tutatakiwa sisi tufanye. Usione Ramadhani bado siku 4 au siku 5. Kikubwa ambacho tunatakiwa tufanye ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ad-du'a, kumwomba Mwenyezi Mungu atufikishe mwezi wa Ramadhani. Salafu salih wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna Ramadhani, ewe Mwenyezi Mungu tufikishe mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake pana mazuri mengi, pana ofa nyingi. Siku ya Jumamosi, siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi hapa Tangamano pana soko. Siku ya Jumamosi, siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi Tangamano pana soko. Leo ni siku ya Ijumaa. Kuna watu wanaomba Mwenyezi Mungu awafikishe kesho ili kutangamana. Kwa nini? Kwa sababu kuna vingi wanavitaraji kuvipata tangamano ambavyo ni bei nafuu. Huku mitaani vipo, lakini kwa bei ghali au havipatikani. Wanajiandaa kwa ajili ya Jumamosi ya kesho tangamano wakavipata. Ikifika Jumatatu hivyo hivyo, na Jumapili wanamuomba Mwenyezi Mungu ifike Jumanne wao kwa hali na afya zao nzuri wafike tangamano. Ikifika Jumatano hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazuri wanayategemea kuyapata pale tangamano ambavyo vinapatikana kwa unafuu. Sasa sisi Waislamu tuna mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ndani yake tumeteremsha Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, tumeteremsha Qur'an katika usiku wenye baraka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka, mwezi wenye kheri ndani yake, mengi mazuri yanapatikana. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afikishe mwezi wa Ramadhani. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anifikishe mimi na wewe mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Ili ndani ya masiku ya mwezi wa Ramadhani nipate ofa au nitende ofa. Unakuwa bei ndani ya mwezi wa Ramadhani upo, kwa maana unakuwa matendo ambayo ni matendo machache lakini yana malipo makubwa. Kwa hiyo dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afikishe mwezi wa Ramadhani. Hili ni jambo kubwa mno ambalo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba, salaful umma, wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afikishe mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulipokusanyika hivi, atujalie mwezi wa Ramadhani siku ya kwanza tuwepo hivi na kuifunga mwezi wa Ramadhani tukiwa nao. Hili jingine ambalo tunatakiwa tulifanye muda huu au masiku haya, kuandaa mazingira ya ibada, kuandaa mazingira ya ibada, kwamba Mwenyezi Mungu anifikishe mwezi wa Ramadhani. Lakini mwezi wa Ramadhani ukifika, wapi nitafanya ibada zangu? Wapi nitaenda kufanya ibada zangu? Hivi tunapozungumza, huu mwezi wa Shaaban, kuna wachache katika Waislamu kuanzia mwezi wa Shaabani, mwezi wa Ramadhani yupo Makka, yupo Madina, miezi miwili. Bali kuna wengine kuanzia mwezi wa Shaabani hadi mwezi wa Muharram, miezi 6, yupo Makka, yupo Madina. Amefunga shughuli zake,
au amewakabidhi baadhi waziendeleze, lakini yeye afanye ibada miezi 6. Yapi maandalizi tunafanya sisi kwa ajili ya Ramadhani? Pili kama hivi, jua limewaka, baadhi ya bidhaa zinaanza kupanda bei, sukari, mchele, ngano na vinginevyo. Kundi kubwa la Waislamu kishaanza kunung'unika, kishaanza kulaumu, Ramadhani ya mwaka huu itafungaje? Sukari, mchele, vinginevyo, viazi, kwa maandalizi yetu ya vyakula. Sio maandalizi utafanya wapi ibada. Utafungaje Ramadhani hii? Ni furahi kwa maana nile vizuri. Mwezi wa Ramadhani hakuna hata mahali pamoja panaposema ni shahru at-ta'am wal-akl wash-shurb, kama ni mwezi wa vyakula na kula na kunywa. Hakuna shahru siyam. Na nasema ja'akum shahru mubarak, umewaijia nyinyi mwezi wenye baraka. Shahru siyam, mwezi wa kufunga, sio mwezi wa kula. Asiyamu ni kufunga, maana yake nini? Unajua kufunga ni kujizuia kula na kunywa kuanzia muda fulani hadi muda fulani, sio maandalizi ya kula. Kosa kubwa tunalifanya hili. Maandalizi sio. Watu wanaingia madeni kukopa ili Ramadhani hii afurahie kwa kula, sio kufunga. Shahru siyam, mwezi kufunga. Shahru Qur'an, mwezi wa kusoma Qur'an. Shahru adhkar, mwezi wa kufanya adhkar. Shahru qiyam, mwezi wa kusimama kwa ibada. Huo muda wa kula unapata. Maandalizi ambayo tunayafanya wengi wetu, biashara sasa hivi watu wanaanza kununua karata, kununua kibao, grafiti, chezo mbalimbali, wanajiandaa. Kwa maandalizi wanayofanya, wanaanza kutengeneza vibaraza kwa ajili ya michezo hiyo. Mwezi wa Ramadhani, juzi tu hapa moja viongozi katangaza kwamba tutafanya Ramadhani Cup, mashindano ya mwezi wa Ramadhani. Waislamu wapoteze muda kwenye michezo badala wapoteze muda kwenye ibada. Na Waislamu tunayapokea hayo. Kosa kubwa kufanya maandalizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Wapi nitafungia Ramadhani yangu hii? Lakini jingine ambalo tutakachofanya ni kupanga mipango. Ibada gani nitazifanya kwa wingi? Sio tutacheza karata ni ufunga watu wangapi, au sio tutashindana na timu gani na gani. Mipango ya wote hiyo, panga mipango ya kweli. Mwezi wa Ramadhani ukifika na Mwenyezi Mungu anipa afya nifike, tutajitahidi nisome Qur'an kwa kila siku juzuu moja. Kwa mwezi mzima nimalize msahafu. Lakini nitawafuturisha kwa kila siku watu 10 au mtu mmoja. Kuna anasema sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufungulisha mfungaji mwezi wa Ramadhani anapata malipo kama ya yule mfungaji. Na mfungaji malipo yake huko vile. Panga mipango kwamba nitafanya nini Ramadhani hii. Kama nikufungulisha, kama nikutoa sadaka, kama nikusoma Qur'ani, kama nikusimama usiku, kama nikufanya adhkari, kama nikusaidia watu mbalimbali ambao wanahitaji msaada. Mipango iwe hivyo. Sio mipango mwaka huu tukacheze draft wapi, si askari wapi. Tunapanga mipango ya kupoteza muda. Panga mipango ya kueleweka. Katika ambayo tunatakiwa kuyafanye masiku haya ni kuangalia mazingira wengine ili waje wafanye ibada sehemu ambazo zina ubora. Zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katika mwezi wa Shaaban
alitoa fungu ikasafishwa misikiti, akaweka taa za kinamna yao enzi hizo, sasa kama leo. Taa misikiti ikanawiri. Siku moja anapita Ali radhiallahu anhu, akaona hali ile, akasema nawwara Allah, Mwenyezi Mungu amtie nuru Umar kama alivyotia nuru misikiti. Mwezi wa Ramadhani fanya vitu kama hivyo. Sisi tunaandaa vyakula katika misimu ambayo sio jambo zuri kusema, ni katika misimu ambayo mashimo ya vyoo vya misikiti na ndani. Mwezi wa Ramadhani tunakula mno, wala tuseme uongo. Baada ya Ramadhani tuanza kuchangishana, wanakuwepo wakajaza hawapo. Tabia gani tufanye hivi Waislamu? Mwezi wa Ramadhani mwezi wa kupunguza kula, punguza kula ili upate muda mzuri wa kufanya ibada. Misikiti ukiingia baada dhuhuri, utaona watu walipoanguka wamechoka, sio kama walisimama usiku, walishiba mno. Tumbo likishiba, viungo vina njaa, haitaki kulala tu. Tumbo likiwa na njaa, viungo vimeshiba, usiguse mtu ambaye ana njaa. Kama kinyume tunajaza matumbo, tukiamka hatujiwezi, tunakesha kwa michezo ya mbalimbali. Sasa hivi watu wa TV wameweka michezo maalum kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani kukupumbaza. Sinema maalum zaambiwa kwa ajili ya kuvuta muda wa dafu, au kwa ajili ya kujisawazisha na njaa, kuturu ufike hadi umechangamka. Na Waislamu wanafuatilia kwa bidii. Angalizi gani haya Waislamu? Kama una uwezo, na sio uwezo mkubwa, angalia misikitini, hapo mapenya hazunguki, kile pale hazunguki. Mabusati, piga rangi misikiti, Waislamu wakiingia wafurahi. Wapo Waislamu wanakimbia misikiti yao, wanakimbilia baadhi ya misikiti mingine, wao wanapata hoi. Ipo misikiti hivi tunapozungumza hawana umeme, imekatiwa, na baadhi ya waumini wa maeneo haya wanakimbia misikiti hiyo ambayo imeboreshwa. Unakimbia nyumba yako, unakimbia kwa jirani. Islamu haya sio mafundisho Mwenyezi, sio mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya ibada, mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tudhaafu al-ajru, malipo yanaongezeka. Sio alhasana fi ashri amthaliha, mara 10 mfano zaidi, mpaka mara 700 mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Ramadhani alikuwa akifanya ibada kwa wingi, na kila masiku ya mwezi wa Ramadhani yakienda mbele au yakipungua anaongeza bidii zaidi. Angalia sisi, Ramadhani ikiingia, siku ya kwanza misikiti itajaa, baada ya siku 5-6 kawaida utaona misikiti imepungua. Maandalizi yako hivyo. Wapo watu badala waombe dua wafika mwezi wa Ramadhani, wengine wanaomba dua ile Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu kuna starehe zake zitasimama, biashara yake itakuwa nzuri, mambo yake hayataenda vizuri kwa maamini yenu. Wakati huyo anaoleta mwezi wa Ramadhani ndio anakufanya wewe ukaishi. Kama ameweza kukulisha nje mwezi wa Ramadhani, iweje ashibe mambo yako kuyapeleka sawa mwezi wa Ramadhani? Ni maarifa na elimu tu ya kujua Mwenyezi Mungu tunayokosa, lakini sio kwamba mwezi wa Ramadhani kama ni biashara, kama ni shughuli zako,
kwamba nitaenda vibaya kama ni yako mbaya. Kama unamwamini Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, bali mwezi wa Ramadhani mwangaza yatakuwa mazuri zaidi. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an. ونفعل وإياكم بما فيه من الآيات والبينات. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Malizia sehemu ya pili ya hotuba yetu. Tusema tuko ndani ya mwezi wa Shaaban. Leo Shaaban 25, bado siku 5 kuingia mwezi. Nini tunatakiwa kufanya? Kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufikisha mwezi wa Ramadhani. Lakini jingine kuweka mipango, kujipanga kwamba mwezi wa Ramadhani utafanya nini na nini na nini. Lakini jingine kujiandaa, kuweka maandalizi, wapi mtafanya ibada. Katika salafu salih waliopita, mmoja alikuwa anapiga kazi tumwa, akamuuza kwa familia nyingine. Huko alipouzwa mwezi wa Shaaban mwisho kama hivi, akaiona ile familia katika maandalizi yao wananunua vyakula na kuvihifadhi. Ile kijakazi akawaambia, sijawahi kuona hivi. Huko nilipotoka mwezi wa Shaaban wanajiandaa kufanya kheri na maandalizi waje wayafanye vizuri zaidi mwezi wa Ramadhani. Nyinyi mnafanya maandalizi ya kuleta vyakula kwa ajili mwezi wa Ramadhani ule. Na familia yenu sio nipisheni huko mlipokuwa. Kwa maandalizi tuyafanye, lakini sio kuingiza vyakula ndani. Tengeneza mazingira bora, watu tafanya ibada. Weka mipango yako, utafanya kipi na kipi. Lakini katika ambayo tunatakiwa kuyafanya, ambayo mgogoro kubwa la Uislamu ni kusoma elimu inahusiana na funga, kujua hili halifai na hili linafaa, kujifundisha fiqh ya funga, kuhudhuria madarasa. Waislamu wengi hatujui elimu ya funga. Tunaanza kufunga saa ngapi, tunamaliza saa ngapi? Hatuna elimu hiyo. Na ndani ya ile funga nini hatutakiwi kufanya, nini tunatakiwa tufanye? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla zur, kwa ambaye hatoacha kusema uongo na kufanyia kazi uongo, Mwenyezi Mungu hana shida na funga ya mtu. Ameacha chakula chake na kinywaji chake bure, hana malipo yoyote. Sasa tujiulize, sisi tunapokuwa tumefunga, elimu ya dini tunajua labda au tunajisahau ditisha au akili kabisa, maneno tunayazungumza saa moja masaa mawili tubishalia visikueleweka, halafu tukasema tumefunga. Hifadhi dini zetu kuanzia leo, maandalizi kwa ajili ya kufanya kazi mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo katika maandalizi ambayo tunataka kufanya ni kusoma fiqh ya funga, kuhudhuria madarasa. Inawezekana ukajiona umefunga lakini sio umeshinda na njaa sana msimu. Kuna ulipata katika ambayo tunatakiwa kuyafanya kama alivyosema mwanzo. Kuna watu wanaomba kesho tangamano awe haya. Kwa nini? Amepanga tenda kuuza
mzigo huu hadi uishi, na baada ya kumalizika mzigo huu utapata faida kiasi fulani. Katika ambayo tunataka kuyafanya ndani ya siku hizi chache zilizopita, tumechelewa, lakini katika ambayo tunataka kufanya ni kuandaa biashara nzuri za kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama Ramadhani hii nitafanya 1, 2, 3 kuongeza kipato cha malipo yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo sadaka nyingi, zipo kheri nyingi za kufanya. Kama aliposema sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, ummati wangu wote wataingia peponi ila man aba al-shafaa. Hapo mwenye aba ya Rasulullah, nani ukikataa pepo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akasema ni atwa'ani dakhala al-jannah, atakayenitii ataingia peponi, na aswani na atakayenyasi faqad aba, ndio amekataa. Tunaambiwa huu ni mwezi wa kusimama kufanya ibada, kwa maana hii biashara na Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa ni mwezi wa Ramadhani wa kusoma Qur'an, mwezi wa kufanya adhkari. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba Aisha radhiallahu anha na wengineo na msimulia kiwango kikubwa cha ibada alizokuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba kiwango kikubwa cha ibada ambazo walizifanya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani ukiongeza mara nyingi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa kufanya kazi ambazo zinaingiza kipato, kwa sababu hatujui tutaondokea na pendo gani la mwisho. Hakuna anayejua. Tunafanya maandalizi yetu ya kimaisha, mipango yetu ya kimaisha, lakini hatujipangi kwa ajili ya kuondoka duniani. Mauti yatakufika katika hali za ovyo, au hata kama ni hali nzuri, lakini hatuna zawadi za kwenda nazo huko. Hilo msimu kupata kheri kama hizo, malipo mwezi wa Ramadhani. Omba Mwenyezi Mungu, na ukifika mwezi wa Ramadhani hakikisha unachuma. Kama utaamua kushikilia ibada fulani, shikilia hiyo hiyo. Napokewa Al-Imam Shafi'i rahimahullah, ndani ya mwezi wa Ramadhani alikuwa akisoma Qur'ani mchana, anahitimisha Qur'ani, na usiku anahitimisha Qur'ani. Kwa masaa 24 anahitimisha Qur'ani mara 2. Jiulize mimi na wewe, mwezi wa Ramadhani ngapi umefunga? Ramadhani ngapi umefunga? Ulifanya nini? Kusoma Qur'ani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani mwezi wa kuchuma, tujipange baada ya kuomba Mwenyezi Mungu na akatupa afya, tukafika mwezi wa Ramadhani tuhakikishe tunachuma kheri mbalimbali. Sio mwezi wa kuwabakhili kwamba ufaidi wewe, bora wewe ukosi lakini wengine wapate. Wakipata wale ndio unalipwa wewe, na wale ukifurahi na Mwenyezi Mungu anakufurahisha wewe. Wakati mwingine tunalalamika, lakini sababu ni sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalamika hali ngumu, lakini ngumu sisi tunauanza sisi, na Mwenyezi Mungu akatufungia mafungu. Hayafunguki, tutafungua sisi wenyewe baada ya kurekebisha. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kufungua, atayaacha hivyo hivyo amefungwa mpaka tutakapofungua sisi wenyewe. Kwa hiyo Waislamu, siku chache zilizopita, muombe Mwenyezi Mungu, jipange nini cha kufanya mwezi wa Ramadhani.
weka maandalizi mazuri, tayarisha, andaa mazingira, utaratibu kwa kuwafuturisha watu, kwa kusoma Qur'an, kwa kusimama usiku, kuomba Mwenyezi Mungu, adhkari na ibada nyingine, kuhudhuria madarasa, kusomesha, kusoma. Al-Imam Malik rahimahullah, ambaye ni mwanachuoni wa elimu ya hadithi, masiku yote ya mwaka akihangaika na elimu ya hadithi, lakini ukifika mwezi wa Shaabani mwisho kama hivi anafunga madarasa ya hadithi, anaelekea kusoma Qur'an, kwa sababu ndio mwezi Qur'an inateremshwa. Anahangaika na mwezi ulioteremshwa Qur'an, kusoma Qur'an. Sisi mwezi wa Ramadhani tunahangaishwa kucheza mipira, kucheza karata, kucheza ludo. Ni mwezi wa Ramadhani sisi tunauliza, leo unaanza karata madukani, kwa biashara ndio hivyo, changa kujijaza katika maisha yako, ili watu mwezi wa Ramadhani wawe wenye maandalizi mabaya.